Kutoka maeneo ya Pwani wakiongozwa na katibu wa UDA Hassan Omar wamemsuta Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kutaka kuingilia masuala ya kitaifa hata baada ya kustaafu. Viongozi hao wakijutia kumchagua Uhuru kwa mihula miwili kwani aliwahangaisha wa Pwani kwa muda. Wamesema wapo tayari kupambana na upinzani akiwemo Uhuru mwaka wa 2027. Katika azma yao ya kunyakua uongozi wa kitaifa mwaka wa 2027, katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar amemjibu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akisema makosa taifa la Kenya lilifanya ni kumchagua kwa awamu mbili kwani aliwafinyilia sana wakazi wa Pwani. Nilimsikia Uhuru Kenyatta akisema kwamba yeye alitupatia sisi tahadhari. Tahadhari peke yake ambayo ilikuwa ni sisi kusiko kumrudisha mtoto wa nyoka tena katika uongozi. Sisi hapa wa Pwani ni waathiriwa wakubwa wa Kenyatta wa kwanza na Kenyatta wa pili. Kenyatta wa kwanza alikuja hapa ndani ya Kwale na maeneo mengine ya Pwani, akachukua mali yetu na rasilimali yetu na mashamba yetu. Mpaka leo familia ya Kenyatta inamiliki rasilimali kubwa ndani ya Pwani, mashamba ambayo hawakuyafanyia kazi. Katika Taita Taveta leo wanyama na wapori wako na haki kuliko Wataita na Wataveta. Katika maeneo yetu walituweka nje ya elimu, wakatuita badala ya kutuita wavuvi wakatuita wavivu. Viongozi hao wakionekana kukashifu upinzani kwa kukosa lolote la kuwafaidi wa Kenya kwa ujumla, wakibaini hata baadhi yao hawana uwezo wa kuliongoza taifa la Kenya kwa kukosa maadili na hata kung'atuliwa afisini. Tutalimana na Uhuru Kenyatta kwa vile yeye ndio mfadhili mkubwa wa upinzani wa Kenya. Uhuru Kenyatta anajaribu kurudi tena katika masuala ya kitaifa, arudi tena katika kuturegesha nyuma, na sisi kwa mapenzi ya Mungu tutasimama kuregesha William Ruto 2 term. Ruto ni kama bahari na wale wapinzani ni kama mashua, na tuwaambia vishindo vya mashua havishutui. Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka na timu yao hawana jipya, hawana sura ya Pwani, hawana sera ya Pwani, hawana sera ya Kenya, hawana mpango wa Kenya. Wao mpango wao ni kugawa wananchi, mpango wao ni kugawa maeneo. Aidha, wamepigia upato rais kuhudumu kwa mihula miwili, huku spika wa bunge la seneti Amason Kingi akiweka wazi kuwa chama chake cha PA hakitajitosa katika uchaguzi mkuu ujao kulingana na maafikiano yake na Rais Ruto. Chama cha PA si chama tu cha kisiasa, lakini ni kilio cha haki, ni sauti ya Mpwani analilia haki yake, upande wa mashamba, upande wa ajira ndani ya serikali, upande wa rasilimali yetu ikiwemo mambo ya bandari. Kwa hivyo hii chama tukiivunja tutakuwa tumevunja sauti ya Mpwani. Lakini rais baada ya kumwambia yale yote akatuangalia na akatupatia hakikisho ya kwamba mimi kama rais wenyu William Ruto, ikiwa hiki chama cha PA mtakubaliana na mimi, mkiweke kando, kilio cha Mpwani nitakibeba mimi kupitia mwavuli wa chama cha UDA.